Mheshimiwa Mwenyekiti, nami niendelee kushukuru tena kupata nafasi ya kuweza kuchangia kwenye bunge lako tukufu, na nitajielekeza kwenye hoja kama tatu tu, kwa sababu kuna mambo ya utumishi, lakini pia kuna mambo ya utawala bora ambayo najua TAKUKURU wamo humo ndani na masuala mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa miaka yangu yote inayokaribia mitano katika bunge hili, nimekuwa najenga hoja kuhusiana na ujenzi wa stendi la jiji la Arusha. Sasa watu watashangaa naongelea stendi kwenye utumishi hapa, kwa sababu kuna utawala bora wako TAKUKURU ambao nadhani wana kazi ya kufanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya kazi kubwa sana. Katafutia mradi unaitwa mradi wa TACTIC, mradi ambao unakwenda kuweka historia kwa kujenga stendi ya kisasa kwenye jiji la Arusha. Lakini mchakato wa kumpata mzabuni unavyokwenda unatia mashaka, na ndio maana hapa nataka niwaombe TAKUKURU waongeze sikio na jicho. Ilitangazwa tenda kwa ajili ya kumpata mkandarasi tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2024. Mkandarasi akapatikana kwa bilioni 23,591,762 na 64. Baada ya kupatikana huyu mkandarasi, mkurugenzi wa jiji akatoa barua letter of acceptance kwa mkandarasi tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2024. Mkandarasi huyo alikuwa anaitwa MS China Jiangxi Corporation for International Economic and Technical Cooperation. Baada ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkurugenzi akapokea maelekezo kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI ya kutaka asipatiwe kazi mkandarasi aliyeshinda kwa bilioni 23, badala yake apatikiwe kazi mkandarasi aliyebidi kwa bilioni 31 na milioni 36,152. Baada ya maelekezo hayo, ambayo tofauti yake sasa ya aliyeshinda kama lowest bidder na huyu wa pili anatakiwa kupewa ni bilioni 7.4, ambayo ingeokolewa, ingesaidia barabara, ingesaidia vivuko na vitu vingine, na tungekuwa tumeongeza heshima kwenye jitihada za Mheshimiwa Rais kwenye kutafuta fedha. Baada ya hapo, michakato ikaendelea, ikaonekana kuna ugumu. Mkurugenzi wa jiji la Arusha ambaye alipokea maelekezo aliyosema kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI tarehe 12 Septemba 2024, ilivyofika tarehe 3 mwezi wa 2 2025, akaikansel tenda hiyo. Baada ya kuona kwamba aliyeshinda bid ni ndogo, ukapewa maelekezo, mambo yakatoka katikati hapo, mchakato ukafutwa. Mchakato ulivyofutwa, ikatangazwa tena tenda. Na moja ya kigezo alisema mkandarasi awasilishe ushahidi wa kwamba amefanya miradi isiyopungua dola milioni 46. Na aliwasilisha miradi sio chini ya dola 1,147,000. Baada ya hapo tenda ikatangazwa tena, wakati tayari mkandarasi alishapewa mpaka na notice ya kuwa awarded kwamba ameshinda hiyo contract. Mheshimiwa tenda ilivyotangazwa tena. Samahani Mheshimiwa Mrisho Gamba. Ndio Mheshimiwa Mwenyekiti. Hayo unayozungumza nafikiri yameshapelekwa kwenye kamati ya maadili, yataenda kujadiliwa kule. Kama una hoja nyingine ya ziada, naomba uzungumze. Hapana Mheshimiwa Mwenyekiti, hili jambo ni jipya kabisa, alihusiana na zile hoja 4 za asubuhi, ni jipya kabisa. Naomba nipate haki ya kuchangia kwa sababu hii ni jambo la hilo soko ambayo unazungumzia. Hapana, sio soko, nazungumzia stendi. Ni jambo jipya kabisa. Hiyo stendi pia simezungumziwa asubuhi? Hapana, hajaingia kwenye hizo hoja. Hili ni jambo jipya kabisa. Naomba nipate nafasi ya kuchangia kwa sababu TAKUKURU na wizara hii inahusika na basi naomba ujitahidi usiguse jambo lolote ambalo limeshazungumzwa asubuhi na kupelekwa maamuzi yake kwenye kamati ya maadili. Nakushukuru sana Mwenyekiti. Baadaye ikatangazwa tena tenda. Akapatikana mkandarasi mwingine, mmoja akashinda kwa bilioni 30, mwingine bilioni 31. Anataka apewe aliyeshinda kwa bilioni 31, sio bilioni 30. Kwa hapa kuna jambo la kufanya kwa wenzetu wa TAKUKURU kupitia ofisi ya Rais Utumishi, ili tukaokoe hizi fedha ambazo Daktari Samia anazitafuta kwa jasho na damu dunia nzima ili kuwasaidia wananchi wa jimbo la Arusha.
Na ukizingatia maelezo yangu, mimi si mtuhumu mtu hapa. Mimi naeleza scenario na natoa nafasi kwa taasisi zinazohusika zikafuatilie, ili ukweli ukijulikana hatua zichukuliwe. Ikiwa vinginevyo tutakubaliana pia na matokeo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, na hao waliopo sasa hivi, mmoja ameshaambia kule PPRA, ambao kwa maoni yangu mimi wote hawa, mmoja 30, mmoja 31, bado wanazidisha gharama zile zile. Kama ikichunguzwa na ikathibitika, tutafute namna yoyote ikiwezekana, akipatikana aliyebidi chini, tutaweza kuokoa gharama kubwa zaidi. Wananchi watapata stendi yao kama rais alivyokuwa anaifanyia kazi, pamoja na masuala mengine. Kwa hiyo nilisema hilo jambo, niliseme Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ni jambo ambalo mimi naona lina maslahi mapana katika jimbo letu la Arusha mjini, na ni stendi ambayo kama isingekuwa haya mambo haya niliyoyasema hapa, pengine siku nyingi tungeshapata mkandarasi na kazi pengine ingeweza kuendelea. Lakini jambo la pili, kwenye upande huu wa utawala bora, ambayo pia TAKUKURU hapo, nataka nitumie fursa hii kwa kweli kutoka kwenye dhati ya moyo wangu kuwapongeza sana TAKUKURU, na hasa kupitia mkurugenzi wake mkuu Chalamila, lakini na wasaidizi wake walioko mkoa wa Arusha na maeneo mengine. Tulikuwa tuna changamoto kubwa sana kwenye upande wa bodaboda. Kuna hela zilichukuliwa kwenye akaunti, waliochukuliwa walikuwa wanajulikana, nimelalamika bungeni kwa muda mrefu, lakini wahusika hawakupatikana. Leo ninazungumza nikiwa na furaha kwa sababu tayari TAKUKURU wameshamkamata mmoja wa wahusika walioiba fedha za bodaboda, ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa huo uboji. Bado waendelea na jitihada za kukamata, kuwatafuta wahusika wengine. Tunaomba wahusika wote watafutwe, na wanapokamatwa wapelekwe mahakamani, na lengo letu sisi zile fedha zipatikane, zirudi, ili ziende zikawasaidie bodaboda kama malengo yetu ya awali yalivyokuwa wakati tunatafuta zile fedha za kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo napongeza sana TAKUKURU, lakini najua wamefanya haya kutokana na uongozi imara wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ili waweze kuhangaika na rushwa na ufisadi kwenye maeneo yetu. La tatu ni kuhusiana na TASAF. Wenzetu wa TASAF, na hili Mheshimiwa Simbachawene unalijua vizuri, tulikwenda pale na Mheshimiwa Mhagama kabla hujawa waziri wa utumishi, akaenda na askofu yuko pale, Askofu Sosi, akaahidi kwamba kile kivuko kitajengwa na TASAF, na akatoa mpaka deadline. Mpaka leo kivuko hakijajengwa. Nikaenda kumtembelea askofu, akanipa hizo concern, nikakufikishia Mheshimiwa Waziri Simbachawene, na ukaongea na baba askofu, ukaelekeza kivuko cha TASAF cha Betheli ambacho kwa shule ya msingi kijenge na kijengwe. Mpaka leo bado hakijajengwa. Naomba nitumie fursa hii kukuomba watu wetu wa TASAF wakakipe uzito kivuko kile, kwa sababu kuna shule pale ya msingi watu wanasoma, kuna watu wanaabudu pale kwenye kanisa. Kikitengenezwa kitasaidia sana kuondoa changamoto kwa wananchi wetu wa kata ya Kimandolo, lakini pia na eneo la Kijenge. Kwa hiyo na pia kuna mradi wa TASAF kule Ngutoto Block J, ulipitishwa kwenye vikao vyote vya halmashauri, fedha pia zilipatikana, lakini mpaka leo kile kivuko hakijajengwa, na wananchi walishaambiwa na walishaandaliwa. Kwa hiyo ni kuombe Mheshimiwa Simbachawene, na kivuko cha Block J kule Ngutoto Njiro na chenyewe pia kiende kikajengwa, sababu kilifuata taratibu zote na kikapitishwa na fedha zikatoka, lakini mwisho wa siku kivuko bado hakijajengwa. Sasa nini kilitokea? Una mamlaka ya kufuatilia, maana wakati mwingine tunapewa maalimio kwamba mbunge auhudhurii vikao. Nilihudhuria kikao cha baraza la bajeti la juzi, taarifa ikasomwa pale ya bajeti. Taarifa inaweza kusomwa ya bajeti, hata hatujaijadili taarifa ile, tukaambiwa kuna kiongozi anakuja kama mgeni. Kiongozi akaja pale, watu wakaanza kulia. Wameanza kulia, bajeti ikafungwa, na ndio bajeti yenyewe ambayo imeitwa TAMISEMI kwenye vikao haikujadiliwa. Sasa hapo utawala bora uko wapi? Taarifa mwenyekiti. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema mwenyekiti, taarifa iko wapi? Iko hapa mwenyekiti. Kwa kimya. Ndio Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, singetaka ni interrupt hoja za Mheshimiwa mwenzangu, lakini nataka nipongeze sana TASAF kwamba wamejenga kivuko pale kwetu Samanga kwenda Sebeti. Kivuko hicho kimetembelewa na kamati husika, na kamati imekiona ni cha hali ya juu sana. Kwa hiyo naomba kwamba na huko kwake itafanyika tu, asiwe na wasiwasi. Mheshimiwa Mrisho Gambo, unaipokea hiyo taarifa ya Dr. Kimei?
Mwenyekiti naipokea, maana najua imemsaidia pia kuendelea kujenga jimboni. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sekunde kidogo kwa sababu dakika zangu amechukua Mheshimiwa Kimei. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa maizea nusu dakika, muda umeisha kingine mengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nitumie fursa hii kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu kwa kweli kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Ametatua changamoto nyingi sana za watumishi. Wana miaka mingi walikuwa hawajapanda madaraja. Kwa Daktari Samia walipanda madaraja. Mishahara ilikuwa haijapanda. Kwa Daktari Samia mishahara imepanda. Malimbikizo yalikuwa hayajalipwa. Kwa Daktari Samia malimbikizo yamelipwa. Lakini bado watumishi wamenituma. Tumshukuru Daktari Samia, lakini tumuombe aendelee kuwakumbuka na ikiwezekana apandishe mishahara yao. Na sio tu watumishi wa umma, lakini pia na watumishi wa sekta binafsi ambao kiuhalisia mishahara yao imekuwa midogo na sekta binafsi zinajiamulia wakati mwingine kwa sababu malengo yaliyowekwa ni madogo, wanatembelea mle mle. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie pia kuwasimamia angalau kima chao cha chini sekta binafsi kifanane angalau na kima cha chini cha serikali ambacho ni kikubwa zaidi. Baada ya kusimama mwenyekiti, nashukuru sana, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Mrisho Gambo. Mheshimiwa wabunge, muda wetu wa kipindi cha asubuhi umeishia hapa. Kwa hiyo tutaendelea na wachangiaji wengine jioni. Nitawataja wale ambao wataanza mwanzo. Tutaanza na Mheshimiwa Ali Mohamed Kasinge, Mheshimiwa Lea Jeremia Kumanya, Mheshimiwa Margaret Simwanza Sita.